na wapongeza na saluti wa Zanzibari mwaka huu. Tumefanya uchaguzi, hakuna aliyenyukuliwa. Yupo? Kuna swali ambalo hasa sisi ambao tumenyukuliwa, watoto wetu, ndugu zetu karibu, wazazi wetu wamenyukuliwa, watoto wetu, ndugu zetu wameuawa, sisi tuko kwenye maisha ya tabu mafichoni. Kuna swali tumejiuliza kufuatia kikao cha TEC kwamba je, TEC waliitwa kuzodolewa au waliitwa kusikilizwa? TEC wametusaliti au wametuwakilisha? Ingawa vijana wanasema kikubwa tu alikuwepo Padri Kitima na yule mwamba yule askofu wa baraza la TEC, nadhani yule anaitwa Wolfgang Pisa. Vijana wengi wanasema hapo ujue hicho kikao kilikuwa salama na wana matumaini kwamba inawezekana kabisa TEC walituwakilisha akina sisi tunaofuria nguo zetu machozi na damu zilizomwagwa na Samia na utawala wake. Kitu kinachozua maswali zaidi ni kwamba mkono na picha ambavyo wameposti wao wenyewe, bila shaka wameviposti wakiwa wanatuma ujumbe, vinaonyesha kana kwamba ni kama TEC kuna maelekezo walikuwa wanapewa, kama si kuzodolewa. Sababu nafahamu mtu wa Mungu huyo karibu kila anaposema yana hisi ndio mamlaka inavyonoga au inavyomtaka, lakini karibu kila anaposema anaokuwa amewaumiza, mara nyingi lazima awe anawazodoa au kuwaonyesha kwamba ni haki yenu kufanyiwa ninayowafanyia. Huenda yeye anajua ndo kujitetea, ndo unyenyekevu, na vile wakati mwingine anashika kifua hivi, anakunja tu mikono hivi. Inawezekana kuna ambao wamemwambia huo ni unyenyekevu, lakini akitokwa na maneno mawili matatu, lazima atokwe yanayofanana na moyo wake unaoonyesha nimewafanya inavyopasa niwafanye. Na kuna taarifa moja nilikuwa naisikiliza kwamba kuna mzee mmoja Kinyerezi kule alipokuwa anajitetea kwa mimi ni polisi mstaafu, jamani nisikilizeni, wakasema nyie ndo tunaowatafuta kwa sababu nyie ndo mlioua ndugu zetu Zanzibar mwaka 2000, nyie wastaafu nyie. Kwa hiyo hivi vitu vinavyo mengi, na hasa ukiona baada ya kikao cha Samia ghafla hapo kaonekana kwao, na kule kwao kuna kitu tumezodolewa ambacho anasema kwamba Wazanzibari na wasaluti kwa sababu je, nani aliyenyukwa? Nani aliyenyukwa? Hebu pengine tumsikilize alafu baadaye nichambue kidogo, yale ambayo TEC tutegemee watujulishe, sababu nje na hivyo wenyewe atazitumia picha hizi za TEC kukutana na TEC kwenye malengo yao maovu sana. Tuongezee jambo, inawezekana TEC wakaongeza cha kufanya au wakatujulisha ili tukachangia, kwa sababu inawezekana kama ametuwakilisha mmoja wanaotuwakilisha wanatuwakilisha kina sisi, yaani mimi katika watu walioumizwa waliobaki hai, basi naamini karibu kila mtu anakubali kwamba katika watu walioumizwa na serikali ya Samia ya Tanzania, ya serikali inayosimamiwa na kipande kubwa cha Wazanzibari, basi kila mtu anaweza akawa nakubali kwamba mimi nimefinywa, mimi nimenyukwa. Kwa hakika karibu kila ambaye anaweza akawa anaitwa kuzungumza na Samia kana kwamba kuna namna anataka maridhiano au kujutia, naamini huyo mtu katika wote atakaokuwa anawakilisha
Ningeamini hata angeniwakilisha mimi kwa jina kabisa, akanitaja kwa jina mimi na mke wangu, akanitaja kwa jina, jinsi ambavyo utawala umeniumiza. Sasa hebu tusikilize majigambo haya ambayo kwa sehemu kubwa ni kusimangwa kwelikweli huku, na huoni mtu yoyote Mtanganyika, hajawahi kuwa na rais yoyote Mtanganyika ambaye amewahi kuwa na mbwembwe za kujisifia Utanganyika, awe rais ama kiongozi yoyote aliyepo sasa. Wao sasa wote ni Tanzania, Tanzania, lakini mwenzao ona hapa anaona fahari kuitaja taifa lake na kuwaweka ni rais wa kinachoitwa Tanzania, ni rais wa kinachoitwa Tanzania, lakini anapofika kwao anasema mtu kwao, na anasema utaifa wake na watu wa taifa lake. Sio kwamba mimi ni rais wa wote, anasema watu wa taifa lake. Hebu tumsikilize alafu tarudi. Na wapongeza na saluti wa Zanzibari mwaka huu. Tumefanya uchaguzi, hakuna aliyenyukuliwa, yupo. Tumekwenda tumefanya kwa amani na utulivu, sivyo? Tukijua sote ni Wazanzibari, sivyo? Haya, aloshinda kapewa, aliyekuwa kushinda akasema asante. Tumekaa tumezungumza, tumesikiana, juzi tumesaini pale Ikulu, nchi inakwenda, sivyo? Sasa hivi ndivyo inavyotakiwa Wazanzibari tuishi. Sisi wote ni wanani wa nchi hii, wa visiwa hivi, na lazima tuishi pamoja kwa maendeleo yetu. Kwa hiyo kushindana hata Simba na Yanga sio wanashindana tena, ushindani mkubwa, sio? Tena tunawapongeza, kesho wanakuja kufanya dabi hapa kuunga, wanakuja kuunga Kizimkazi Festival, sio? Dabi kesho linapigwa Zanzibar hapa. Sasa hata wale tukiwa Simba na Yanga na sare zetu hapa. Nadhani tumesikia sasa. Kabla sijatoa mapendekezo TEC wangetufanyia nini hapa mapema, ili ikiwezekana tujue ni kwa kiasi gani wametuwakilisha, ili tuwaongezee na namna nyingine ikiwa itatokea nafasi hiyo tena. Ingawa anyway, ni Mungu ameruhusu wengine sisi tusiwe watu, tuwe kwenye klasi tuliopo. Kimsingi kwa tulivyoumizwa, tulitakiwa tungekuwa tumeulizwa kwanza au tumejieleza wenyewe. Ingawa wengine si tukitokea tu kwenye macho ya Samia tujue kifo hiki hapa, kwa sababu inawezekana damu yetu pengine ndio kafara nzuri zaidi na uzindika zaidi utawala wake, kwa namna ambavyo tumesakamwa, tumeandamwa na tunakabiriwa na tunatafutwa na Mungu. Ikiwa ameona damu yangu, ya watu wangu kuteswa magerezani, kwenye vituo vya polisi, kuuawa, ndio damu ambayo itanyunyiza ukombozi, it's okay, tunakubali. Kabla sijaja TEC, kwa kiasi gani watujulishe ili tujue kama ametuwakilisha ipasavyo, ama wakati mwingine kitokea ghafla kama hiyo wakatuwakilishe. Hebu ngoja nigusie kidogo. Hakuna aliyenyukuliwa. Wapi wamenyukuliwa? Huku kwetu nadhani kunyukuliwa itakuwa ni kama hivi vijana hapa na watoto wetu na kina Polepole, akina Dude, akina Soka, kina Chaula, kina Elisha, kina Kipanya na wengine wengi walivyofanywa, itakuwa ndo kunyukuliwa kwe. Watu wetu waliopigwa risasi, waliouawa kupitia hospitali, itakuwa ndo kunyukuliwa. Anyway, atatuambia mwenyewe kunyukuliwa ni nini, lakini bila shaka mnaofahamu Kiswahili cha Pemba, mwingine amesema kunyukuliwa ni kufinywa. Huku kuna waliofinywa, huku tuna waliouawa sana. Kuuawa huko ndo kufinya, it's okay. Mbili ni ile fahari
sisi wa Zanzibari tunatakiwa kuwa hivi. Huyu mnamwita ni rais wa muungano. Bila shaka kunaga rais wa Tanganyika ambaye amewahi kusema sisi wa Tanzania bara, sisi wa Tanganyika tunatakiwa kuishi hivi. Kwani hamuoni pana jambo, pana hatua ya kuchukuliwa kabla hatujaangamizwa wote? Sababu ule wasiwasi unaoonekana kabisa ni kama kuna kisasi cha ukanda, tutamalizwa hata tukitangulia akina sisi, hata tukitangulizwa. Mimi ninachosema tungesimamisha hii shughuli hapa, tusimamishe hiki kinachoitwa utawala, hiki kisimame, tukae chini kwanza, Watanganyika waende ng'ambo, wabara wa Zanzibari waende ng'ambo. Kama tunataka kushirikiana, tunasema ndugu zetu wengine wako Zanzibar, wengine wanasema ndugu zao wa Zanzibar wako Tanganyika, Tanzania bara, Tanganyika. Ndo tuelewane, tutaishije? Tayari na saba zimeingiliana tayari, tumeingiliana, ndo tuelewane. Lakini kwa hiki kinachofanyika, sisi ambao tunaonekana hakuna nasaba, hatujaoa Wazanzibari, wala ambao hawajaolewa na Wazanzibari, hawajazawa na Wazanzibari, sisi tutanyukuliwa sana. Sisi tumenyukuliwa na tutanyukuliwa sana. Hawa watu hawana huruma hawa. Mimi nasema tu haya bila oga, nasema haya bila oga kwa sababu tayari matokeo ya walichotufanya haya, hatuoni hata maana ya kuwa hai. Walichotufanya, kwa sababu kutufanya, wametufanya na sura unaona toka akienda kwao na sura inaonekana ni sherehe kweli kweli, wanasherehekea akina juu sana na nani, hakuna cha upinzani wala nini, unaona tu kabisa wote wanasema kweli. Upande wa pili wamenyukuliwa, huku kwao hakuna aliyenyukuliwa. Sema kwao wameongea, wamepatana. Kwenu kama ni kuzurumiana, mmezurumiana pesa, mmezurumiana vyeo, mkirudishiana vyeo tu inakuwa imeisha. Kwetu mmenyukua uhai, na tunataka haki ya uhai wa kuishi kwa ndugu zetu, lakini pia haki ya kuishi kwa usalama. Hata kama mnawashikia mtutu wa bunduki, mnawasimamia shingoni, Watanganyika wenzetu, Wakristo wenzetu ndo wanaotufanyia ukatili huu, lakini bado taendelea kusema. Sasa hoja yangu ni mnaoitwa Watanganyika, yachukulieni haya mambo, yaangalieni kwamba ndani yake ndo kuliko na msukumo wa yote haya. Ni kweli wako Watanganyika akina Kikwete type, pengine wanaoitwa kina Rostam, potelea pote na nguvu unayoweza ukawa nayo. Wako Watanganyika kina Rostam, wakina Wasira na wengine kadha wa kadha, ambao pengine salama yao ya mambo yao ni lazima waweke pengine mama wa kambo, mtu ambaye hana uchungu na raia na damu na maisha ya watu ambao si wa ukanda wake, kwa sababu anajua huyo wakimtumia, wakimwamuru, wakimshawishi kwamba waumiza watu ili si tuwe salama, mambo yetu yawe salama, wanajua pengine huyo hatajali. Najua kabisa kwa kipande kubwa wanaotufanyia haya majaji, maaskari, watu wa TC ni Watanganyika wenzetu, ni Wakristo wenzetu, kwa vile ambavyo vinahusisha chuki za kidini, kwa sababu vyote vimo. Ukweli ni huo, hata kama mnaonekana mtu akisema hivi ndio inaonekana mbaya, ukweli uko hivyo. Viko vingi vinahusisha chuki tu za kidini. Mimi mwanangu miaka 12 kasoro siku 21 ameuawa mtoto. Kwa kosa gani? Rudi kule nyuma. Wakati huo mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa alikuwa Said Hussein Mansur, Muislamu Mzanzibari, ndo alijinadi mbele yangu mimi, sema nimemuua ili nimtulize, nimeua mtoto wake ili nimtulize. Kwa simu na tulienda mahakamani
mahakamani alishindwa kuja kukanusha kwamba sikusema. Ndiyo, nilishinda kimungumungu, nilishinda kimungumungu. Kwa vimo hivyo, ndiyo, ni majaji, ni mahakimu, ni maaskari, ni watu watisi, ni majeshi yetu ya Kitanganyika yanatumiwa kufanya hivyo, lakini tunapiga kelele, kila kitu kisimame, kisimame, kisimame. Yeyote anayenufaika kupitia hao, ikiwezekana atengewe tu manufaa yake, atengewe mambo yake, lakini walau uhai uwe na thamani wa sisi wachache tuliosalia. Sisi wachache tuliosalia, ingawa tunalia, walau hata tupate haki ya kuishi kwenye nchi yetu. Lakini pia tukiishi kwenye nchi yetu tuwe na haki ya kutimiza uhubiri wetu. Mimi uhubiri ninachojua, Yesu alikuja kuwahubiri watawala, alikuja kuhubiri viongozi wa dini, ndo sehemu kubwa ya mahubiri ya Yesu. Mafarisayo ilikuwa sehemu ya utawala, maliwali ni wakuu wa wilaya akina Pilato, wafalme akina Herode, waandishi ni haya machawa ambayo yanaandika vya kusifia utawala dhalimu. Karibu kila maakida ni makapteni wa majeshi. Wote hao ndio Yesu alikuwa akiongea nao kwa habari ya ubaya wao, kwamba dunia, nchi, watu wanalia kwa sababu ya usimamizi wenu nyie wa kuwa makuhani. Na imeandikwa hivyo kwenye Biblia. Popote penye vilio, popote penye maumivu, popote penye hasara, ujue 100% waliosababisha madhara hayo, mabaya hayo, maonezi hayo, dhuluma hiyo, rushwa hiyo ni watawala. Kwa Injili lazima ilenge kuwahubiri hao, kuwapigia kelele hao, kuwaambia hao. Lakini sisi pamoja na uchungu na maumivu tulio nayo, hata tukipata tu haki ya kwamba ni ubiri ubaya unaofanywa hasa na wakuu na watawala, sio wizi tu wa mwiba kuku, sio uuaji tu wa mtu fulani ambaye alikuwa anapigana na mwenzake akafa ndo usiue. Uuaji hata wa yule anayetaka, anayepata cheo, anayenunua, anayemiliki magenge ya kuua watu, anayemiliki polisi, huo pia niwe na haki ya kuhubiri na itajwe ni Injili. Mwizi anayeiba mabilioni ya mali za umma na sisi tunaanza kuishi kwa shida, mali ambazo zingetengeneza barabara na kufikia mashimo, tunapata miajari, mali ambazo zingenunua mashine za mahospitali, tunafanya matibabu on target, zingeleta madawa origin, madawa yenyewe tunaokunywa ni sisi, na tukinywa hatuponi kwa sababu ni watu wa Mungu. Tukisafiri kwenye barabara magari yakatingana kwa sababu barabara nyembamba au zina mashimo, hawaponi watu wa Mungu. Na kazi ya mtu wa Mungu ni kuopoa, kufanya watu wasiingie kwenye madhara. Siku sisi wengine itakapoonekana tuna haki ya kusajiliwa na tuna haki ya kuhubiri Injili, mimi afadhali nife, lakini siku nitakubaliwa kuhubiri Injili, ni kumkabili kila aliyewahi fanya ubaya na kumwambia atubu kwa matendo, na penye kulipa gharama ya alivyoharibu alipe. Mimi kwangu hiyo itakuwa ndo Injili. Kama sivyo, acha nimalizie kiitwacho Injili nikiwa katika hali ya unyonge huu na uchungu huu na maumivu haya. Huku itakuwa nikituma, yanasikika kama nyaraka za Paulo ambazo aliandika akiwa gerezani, lakini zimesoma miaka nenda miaka rudi. Kwa hiyo ushauri wangu, simamisheni huu utawala, usimame, kwa sababu ni utawala ambao umetumiza, na kila unapofanya chochote kazi yake ni kutia pilipili, kutia kidonda, kuumiza tena, kuchokonoa tena, kuwafanya msema hata ambayo yalikuwa sio ya kusema. Mwisho ni mipira, mwisho ni Simba na Yanga. Sijajua mundani, lakini mashabiki wa mpira kwa kweli sio unaonekana kwa kiasi gani ni mashetani. Moja, hawa tu ni kama
ni mateka tu, wanawateka ili mwe mnaenda kule, mnaenda kukuza uchumi wao. Lakini mbili, kwani tu kushangilia mpira wakati wa msiba kiasi hiki? Hata mungeshangilia mumejificha, yani wewe mwenyewe ndani. Unajua kwenye msiba, kwa mfano umefiwa na mamako, umefiwa na mwanao, afu unafuatilia matokeo, unafuatilia mpira mwanzo mwisho, wewe hujafiwa sawa sawa. Na msiba wa mtu hasa ambao amedhulumiwa tu uhai hauwezi kuisha, kwa sababu kila siku utakuwa unaona, angekuwepo leo angefanya hiki, kwenye zuri hili angefurahia hivi, kwenye baa hili angeniokoa hivi, kwenye eneo kama hili angefanya hivi. Lakini mbaya kuliko wa mipira, mnaenda kuchezea kule Zanzibar na mnapata woga. Wengine sisi ndio vinywa, mnapata woga kwa sababu wenyewe wanasema moja, mnachoita ligi ya muungano haijawahi chezewa bara. Ilikuwa kwa sababu ya urafiki, mnaona ni wadogo, mwe mnaenda kidogo kule mnakuza. Lakini sasa hivi wanaonyesha ni wababe. Mbili, hawajawahi kuleta timu zao zije zichezewe kwenu. Mimi naongea haya ndio ukweli mlio nao mioyoni. Tatu, mnaenda kuhalalisha mauaji ya ndugu zenu kwamba ni kitu cha kawaida. Hapana, nyewe wamepira bwana, wamepira, kaeni chini mtafakari. Wamepira, kaeni chini mtafakari. Mpira umewaweua, mpira umewafanya muwe wehu. Waya niwaambie, mipira na michezo yote, baba zetu waliicheza michezo hiyo, waliicheza baada ya kufanikisha mambo. Baada ya mambo kwenda vizuri, basi walienda kucheza wajipongeze waliofanya mambo vizuri. Otherwise, ni kweli wamewaicheza wakati wa maumivu, lakini ili waamshe morali wa kukabiliana na tatizo, walio viwanjani wanafunga vitambaa vyeusi wakiwa wanaahirisha, wanaonyesha kuna msiba, kuna tatizo. Wanaoshangilia wanaimba nyimbo za kuonyesha kuna ndugu zetu wameuawa, ndugu zetu wanateswa, wanatekwa, wanapewa kesi za ugaidi na vitu kadha wa kadha. Wamipira, hiki mnachokifanya mujitafakari, na wala msemo kadhani kuna namna mna uzalendo, mnapambania nchi yenu, lakini ngoja muangalie mfanye mipira hiki mnachofanya. Hapana, mna kiroho fulani tu cha kitaira na kijinga, mjui nyie msipoitumia kwa ajili ya kuonyesha hatujafanya sawasawa mahali, kuna mahali tutakayofanya sawasawa, wenyewe wanaitumia kuonyesha kila kilichofanywa ni sawa. Ndio maana naona watu wanapiga mikelele hivi. Nimalizie kwa wito wangu kwa Baraza la Kanisa Katoliki, Baraza la Maaskofu, kwamba tunawakika na nyie kabisa. Tunawakika na nyie kwamba kwa vyote vile chakuwa mmetuwakilisha sawasawa na kumbuka matamko yenu na msimamo yenu. Tunawakika na nyie kwamba chakuwa mmekumbusha kesi za ugaidi ambavyo zimeendelea kuumiza maelfu ya watu. Tunawakika na nyie ya kwamba kesi ya uhaini ya Tundu Lissu ilivyoendelea kutesa mwili wake na moyo wake na mioyo ya wengi ambao wasingependa ndugu yao, tusingependa ndugu yetu au anateswa hivyo. Lakini kubwa kuliko, wao watachukua hizo picha zenu wameonyesha huko kwamba yani sasa hivi si tuko sawa. Ni vizuri mungetuambia mumewekeana nini. Najua utaratibu wa kuongea na mtawala, ni kwamba mnachokuwa mmeongea hakuna atakaye kiweka wazi, ila wenyewe wanakitumia huko nje, na pengine mpaka mambo yatakapoenda mbele ndo mtakuja kusema kwamba tulikutana naye tukaongea naye 1, 2, 3.
Hilo anajua wenyewe watakuwa wameshapata faida. Nawafahamu TEC ni majasiri, watu wanaolia, watu wanaoteswa, watu wanaonewa, wanateswa sasa, wanalia sasa, wako kwenye shida sasa. Naomba sana mazungumzo yenu yawe yamelenga kutatua tatizo lililopo sasa, maumivu yaliyopo sasa. Ikiwezekana haya sasa tunasuke, ikiwezekana haya sasa tutoke, tubaki na kidonda, maumivu na uchungu wa ndugu zetu. Nami TEC mmetuwakilisha, naamini mmetuwakilisha, lakini zaidi sana kitoka wakati mwingine, basi mtuwakilishe kwa mapana haya. Ongera yoyote ulinisikiliza, na asante kunisikiliza. Takapotokea unayotakiwa kufanuliwa zaidi, takurudia tena. Asante sana.